Bwana, taarifa ambazo nazileta kwako sasa hivi ni kuhusiana na Ramadhani Chobwedo, mchezaji wa TRA kwa sasa. Ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanagombaniwa sokoni kwa sasa. Simba wanamtaka Chobwedo, Yanga wanamtaka Chobwedo. Nimesikia taarifa kutoka kwa Hans Raphael ambaye yeye anasema Chobwedo tayari amesha saini Yanga. Lakini mara baada ya mchezo ambao amecheza Simba na TRA, tayari kuna watu kutoka Simba wamemfuata Chobwedo hotelini na kuna mtu ambaye walimuunganishia naye, wamemuita hotelini ili waweze kuzungumza nao kuhusiana na kusaini mkataba na wekundu wa Msimbazi Simba. Pia kulikuwa na mvutano pia na Yanga kwa ajili ya Chobwedo. Kwanza ilikuwa ni scenario ambazo zinamuunganisha Chobwedo kujiunga na timu hizi mbili kwa maana ya Simba na Yanga. Licha ya kwamba pia nishe kusikia taarifa kutoka kwamba pale Azam pia walikuwa wanamfikiria Chobwedo kwamba inawezekana mchezaji anaweza kujiunga nao, lakini taarifa za msingi ni kutoka Simba na Yanga jinsi ambavyo wanamng'ang'ania Chobwedo. Chobwedo alisaini mwaka mmoja, navyosikia pale TRA alisaini kandarasi ya mwaka mmoja. Lakini wakati anasaini mwaka mmoja, kumbuka alikuwa ametokea Ken God. Na akajiunga na Tabora United, ndo akajiunga na ambaye baadaye kabadilika kuwa TRA. Sasa kuna issue ambayo inamhusu Chobwedo mpaka sasa kujiunga na hizi timu mbili. Chobwedo sasa hivi imekuwa ni habari ya mjini, imekuwa ni mtu mwenye thamani kubwa sana. Sio kwenye jina tu la Chobwedo, ni kwa sababu ya uwezo ambao amekuwa akionyesha akiwa uwanjani. Chobwedo amekuwa ni mchezaji ambaye toka akiwa TMA, kwa sababu kufahamika kwake alikuwa kwanza kwenye timu ya TMA ambayo ilikuwa Champions League. Akacheza vizuri pale. Baada ya hapo Ken God wakati wanapanda ligi kuu wakaona kuna potential ambayo tunahitaji huku, wakaenda kumchukua Chobwedo kumuingiza kwenye timu yao ili aweze kusaidia kwenye ligi kuu. Kama utakumbuka msimu uliopita ambao Ken God alikuwa anashuka, Chobwedo alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao walichezea Ken God, na kipindi hicho aliitwa timu ya taifa. Kama utakuwa unafahamu, kama ulikuwa unafuatilia vizuri na kama ulikuwa unamfuatilia Chobwedo, na kumbuka kuna kipindi pia alishawahi kupataga adhabu ya kufungiwa, ilikuwa ni mechi tatu. Alifungiwaga mechi tatu kama sio tano hivi Chobwedo akiwa yuko Ken God. Sasa licha ya kwamba alikuwa kwenye timu ndogo ambayo ilikuwa haina chochote kwenye ligi, lakini Chobwedo alionyesha uwezo mkubwa sana ndani ya klabu ya Ken God mpaka akaitwa timu ya taifa. Tutakuwa nakumbuka timu ya taifa ambayo ilienda dhiara Afrika Kusini, ikaenda kuna nchi kama mbili Afrika Kusini walicheza, alafu wakaenda Botswana kama atakuwa na kumbukumbu sahihi. Kwa kuna mchezo ambao walicheza hiyo sehemu. Kwenye kile kikosi Chobwedo naye alikuwepo mle ndani, alikuwa ameitwa kwenye timu ya taifa, ambapo baadhi ya wachezaji wakubwa wa timu ya taifa hawakuitwa, lakini walioitwa Chobwedo naye alikuwepo katika miongoni mwa watu ambao waliitwa kwenye timu hiyo ya taifa. Sasa Chobwedo ni mmoja kati ya wachezaji wazuri sana. Ni wazuri sana hasa kama utakuwa umemwangalia kwenye mechi kubwa ambazo huwa zinamtambulisha mchezaji kwamba kumbe huyu ni mchezaji mzuri. Kumbuka mechi dhidi ya Yanga, jinsi ambavyo aliweza kusumbua safu ya ulinzi wa Yanga. Utakuwa unakumbuka vizuri alichokifanya Chobwedo kwa upande wa Yanga. Upande wa kushoto anakaga nani upande wa Yanga? Aliwasumbua sana. Mohamed Hussein alimsumbua sana. Kama nakumbuka pale Arusha, Chobwedo alipelekea moto sana na vitu vingine kama hivyo, na kila mmoja akasema ujamaa kumbe mchezaji mzuri. Lakini Chobwedo ni mchezaji mzuri si kwa sasa hivi. Ndio maana nikataka nikukumbushe kwamba alitokea TMA akaenda Ken God. Baada ya kutoka Ken God ndo akajiunga na Tabora United. Lakini kabla hajatoka Ken God nakumbuka kama alikuwa amempiga kama sio refa, ni refa nadhani, alimfanyia fujo Chobwedo. Kwa hiyo akawa amefungiwa baadhi ya michezo ambayo ilimkuta Chobwedo amefanya makosa.
mpaka kuna kipindi tukaanza kusema kwamba hizi tabia za Champions League, Championship ndo kazileta kwenye ligi kuu. Kwa hiyo Chebwedo ni moja kati ya wachezaji ambao mimi binafsi naona ni mchezaji mzuri sana. Ana vitu vichache sana ambavyo endapo akienda kwenye timu kubwa akikutana na makocha wakubwa na wachezaji pia wakubwa na kikosi upambanaji wa namba, inawezekana ikaenda kumshepu kuwa moja kati ya wachezaji wazuri sana hasa katika eneo la ushambuliaji. Sasa taarifa ambayo inazungumzwa sasa hivi ni kuhusiana na klabu ya Yanga. Imeshasainisha mkataba na Chebwedo. Taarifa ambayo inazungumzwa sasa hivi. Hiyo ni kutoka kwa page ya Hans Raphael. Hans Raphael ni moja kati ya wachambuzi ambao kwenye masuala ya usajili pia wamejikita sana huko. Lazima tumpe heshima yake. Ni mtu ambaye amedigi sana kwenye masuala ya usajili na vitu kama hivyo. Kwa huenda taarifa zinamfikia kiurahisi sana kwa Hans Raphael. Wakati mimi nilikuwa nikifuatilia taarifa ya Chebwedo, kwanza licha kwamba taarifa inatoka sasa hivi, lakini taarifa ya Chebwedo inaanza kipindi ambacho Yanga walikutana pale Arusha na TRA. Baada ya mchezo kumalizika, kuna maofisa wa Yanga walimwita hotelini kwa kupitia mtu mmoja ambaye yuko karibu na Chebwedo. Wakaenda na Chebwedo kwa njia ya kuweza kuonana nao viongozi. Kuna hoteli moja hivi wakaenda pale, wakampelekea usafiri kabisa, akamchukua Chebwedo akafika kwenye hiyo hoteli, wakayazungumza, wakayajenga yakawa sawa kwa kiasi fulani. Lakini baadaye kukawa na mchezo dhidi ya Simba ambao ulikuwa unachezwa hapa Dar es Salaam. Hizo story ambazo zilibakia Arusha zilikuwa hazijakamilika, manake viongozi wa Yanga ninavyosemekana sasa za ndani walikuwa wameongea, hawakufikia mwafaka. Lakini walienda kujua kwamba kumbe Chebwedo anawezekana pia kasajiliwa, kwamba ana mwaka mmoja tu ndani ya Tabora United ambao sasa hivi ni TRA, alisaini mwaka mmoja tu. Kwa hiyo kitu ambacho kilikaja kutokea baadaye ni kwamba kajua kumbe inawezekana, kwa waende wakashawishi viongozi wengine ili waweze kuona kama kuna uwezekano wa Chebwedo akasajiliwa ndani ya Yanga. Vitu ambavyo viliwafikirisha kumfikiria Chebwedo, kwanza wanasema kwa sababu walimpeleka mchezaji wao kule ambaye ni Dennis Nkane. Sasa wakaanza kujiuliza kwamba hivi Nkane na Chebwedo nani ambaye ana impact kubwa? Sisi tumempeleka mchezaji TRA, lakini kuna mchezaji mwingine ambaye yuko kule anaonyesha ubora kuliko mchezaji ambaye tumempeleka kule. Pengine tulijua kwamba yeye ndo anaweza kaa star akifika pale TRA, si umeelewa? Lakini ameonekana Chebwedo ni bora kuliko Nkane. Sasa kikawafikirisha wa maafisa wa Yanga, kwa maana baadhi ya viongozi wa Yanga wakaanza kuwa na mjadala huo. Ndio kitu ambacho wakakubaliana kwamba Chebwedo ni bora kuliko Nkane. Umeelewa? Sasa mwisho siku ndipo wakamuita kwenye hoteli, wakayazungumza. Hayakuisha yale waliozungumza, ila wakajua pa kuanzia ni wapi. Na kiwango ambacho kinahitaji Chebwedo hawakukisema, sababu Chebwedo alisema ana wakilishi wakilishi wake. Umeona? Kwa katika wakilishi wa Chebwedo itakiwa baadaye watokee kwenye mkutano unaofuata. Umeona? Sasa mkutano unaofuata ndo ambao ulikuwa ni wa Dar es Salaam, wakati TRA wanakuja kucheza na Simba. Wakamuita tena, wakaenda kuzungumza sasa dili lenyewe la baada ya msimu huu kumalizika, Chebwedo ajiunge na wananchi Yanga. Kwa hiyo kitu ambacho kinaendelea sasa hivi ni kuhusiana na Chebwedo. Scenario ambayo nimeipata kwa ndani, Chebwedo kasha saini mkataba wake wa awali. Umeelewa? Kwa sababu imebakia miezi 6 ya kumalizana. Kwa hiyo wako safe, kwa sababu unaruhusiwa kuzungumza na mchezaji katika miezi 6 inayobakia. Kwa Chebwedo tayari ameshazungumza na Yanga kwa sababu imebakia miezi 6, kwa taarifa ambazo nimezipata. Kwa hiyo wakazungumza na Yanga kwa sababu miezi 6 imebakia. Wamekubaliana mkataba wake masaini wa awali ambao ataenda kujiunga na Yanga miaka 3 akiwa pale Jangwani. Kwa Chebwedo mpaka dakika hii tunavyozungumza, msimu ukiisha, kwa taarifa ambazo nimezipata, atakuwa mwananchi.
Ingawaje pia nilipata taarifa kuhusiana na wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya mchezo kumalizika na TRA. Pia walimuita kwa ajili ya kuangalia mkataba wake ukoje. Kwa hiyo hapo kuna vita kati ya Yanga na Simba, nani atamnasa Chebwedo. Kwa hiyo Chebwedo, iwe jua iwe mvua, labda kitokee kitu kingine chochote, msimu ujao lazima aende kwenye viunga vya Kariakoo. Kama sio Simba basi ni Yanga. Na mpaka sasa asilimia ambazo nimezipata mpaka sasa, Yanga wanawezekana wakawa na asilimia 70 ya kumnasa, wakati Simba wanawezekana wana asilimia 50 ya kumpata kwa sasa. Yani kila mmoja na asilimia zake. Yani Simba wamepata angalau information ya Chebwedo nini kutokana na kile ambacho nimekipata, kwamba wamemfuatilia, wamezungumza naye. Kwa hiyo kama Yanga bado hawajamalizana na Chebwedo, huenda Simba wakamchukua. Ingaje nimepata taarifa kwamba Yanga walishayazungumza na kila kitu, na miaka mitatu imeshawekwa mezani, na sijajua sasa kama kasha saini au ni makubaliano ya mwisho. Lakini Chebwedo ni mwananchi kwa mjibu wa ile taarifa ambayo nimeipata, na pia Chebwedo anafukuziwa na Simba kwa taarifa ambazo nimezipata. Kwa hiyo yule ambaye atachanga karata zake haraka sana ndiye ambaye ataweza kumpakta Chebwedo. Kwa sasa hivi ni talk of town tunapomzungumzia Chebwedo. Hivi kuna mchezaji gani mwenye value ya kusajiliwa na Yanga au Simba kutoka katika vilabu vya madaraja ya kati mwenye mvuto ambaye anamfikia Chebwedo? Hakuna. Si kwamba Chebwedo yupo kwa sababu ya jina lake kama Chebwedo kama inachekesha hivi, lakini Chebwedo yupo kwa sababu anafanya vitu wonderling. Sawa, anafanya vitu ambavyo vinashangaza, vitu ambavyo vinasema huyu mchezaji ni mchezaji mzuri, ana composure nzuri, ana jicho zuri la kupiga cross. Tumeona kwenye madhara wakati anacheza Simba na TRA, cross ambazo amezipiga nyingi Chebwedo. Tumeona jinsi ambavyo kapata shida sana Kibabage ameenda kutundika miguu juu kutokana na pressure na mbilinge ambayo ameipata kwa kupitia kwa Chebwedo. Sasa huu Chebwedo ndiye ambaye anatakiwa na vilabu hivi viwili, ni kwa sababu katika mechi zote mbili, mechi ya Yanga na TRA, Zimbwe naye akaenda kutundika miguu yake juu mara baada ya kukimbizwa vilivyo na Chebwedo. Tutakuwa nakumbuka kuna sehemu mpaka Chebwedo alipata kadi ya njano kama anakumbuka, dhidi ya Yanga kwa sababu ya mikimbio yake na pressure jinsi ambavyo alikuwa anawakimbiza. Kwa hiyo kwa upande wa Simba pia amepata kadi ya njano Kibabage. Dickson Kibabage naye kapata kadi ya njano. Yanga walipata kwa maana Yanga, Chebwedo alipata kadi ya njano mara baada ya kuonekana amemfanyia madhambi Hussein Shabalala Zimbwe, lakini Chebwedo amemsababishia madhambi pia, akaenda kumsababishia madhambi kwa maana ya Nixon Kibabage. Kwa hiyo kwa kuweka sawa ni hivyo, ni kwamba pamoja na mambo mengi ambayo tunazungumza, lakini tukimzungumzia Chebwedo kwa sasa, huenda asiwe ni bora sana kwa kiwango cha juu kivile, lakini kama angekuwa ni mchezaji wa kigeni sasa hivi thamani yake ilikuwa ni kubwa zaidi, kwa sababu ameonyesha ubora. Sasa hivi watafuta wachezaji wengi sana ambao kwenye ligi hawafikii value ambayo ameonyesha Chebwedo. Kwa hiyo kwa taarifa tu za Chebwedo kuhitajika na Yanga ni asilimia 70. Anawezekana amesha saini mkataba kwa taarifa ambayo nimezipata. Kwa asilimia ambayo nimezipata, asilimia 70. Hizo 30 tunaziacha kwa sababu pia hata Simba nao walikuwa namfukuzia. Huenda Yanga wakachelewa kufanya maamuzi, ukajikuta katua Msimbazi. Kwa hiyo taarifa ilivyo sasa hivi ni kwamba Chebwedo alikuwa amebakiza mpaka sasa miezi kadhaa tu kumaliza mkataba wake TRA, na Yanga wakajaribu wakaongea naye, wakakutana na ukweli wake, amesaini mkataba wa awali wa kuchezea klabu ya Yanga, lakini pia Simba walimfuata Chebwedo ili Chebwedo akachezee ndani ya klabu ya Simba.
Kwa vita ya Yanga na Simba kumgombea Chebwedo haitofautiani sana na vita ambayo ilikwisha kutokea ya Yanga na Simba kumgombea Kibu Denis Mkandaji. Na potential aliyokuwa nao Chebwedo hasa kwenye eneo la winga ni kubwa sana. Pengine akienda kwenye vilabu vikubwa anaweza kaongezewa utamu na ubora akawa bora zaidi. Lakini Chebwedo sio kwamba anachekesha. Chebwedo anafanya kazi na kazi yake imeonekana. Watu wameenda kulala na viatu wametundika miguu juu. Viatu havitoki. Kwambia bwana siwezi hata kuvua viatu kwa sababu ya bilinge ya Ramadhani Chebwedo. Huyo ndio ambaye anaenda kutoa ndani ya viunga vya Jangwani au Msimbazi. Kwa msimu ujao Chebwedo anatua Kariakoo. Mimi naitwa Lugano Israel. Asante sana kwa wewe ambao umenifuatilia Like Media. Lakini tuendelea kukupa taarifa zaidi. Kama kutakuwa na mabadiliko kwenye 70% ambazo Chebwedo kutua Yanga, basi katika 50% ambao nimesema Simba huenda wakamsainisha Chebwedo, basi hayo tutakuja kukupa uhakika kabisa ukoje, kwa sababu mwisho siku hatumalizi maneno yote mpaka tukupe kile kitu ambacho kiko sawa sawa. Chebwedo huyo anaenda Kariakoo. Mpaka wakati mwingine, subscribe channel hii iwe miongoni mwa watu ambao unapata taarifa, michapo na story mbalimbali za kimichezo. Lugano Israel ndo jina langu. Basi ni vema tuendelee kushare, kucomment, kulike na kuwa pamoja.